Yes, karibu ndani ya 69 Sports na wakati huu na kwa nami Mwanaisha Lukali, beki kisiki na machachari, Afrika Mashariki na Kati ambaye anahakikisha na kuletea yote ya michezo ambayo hivi sasa yanaendelea kufanya vizuri zaidi ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Kubwa zaidi ni finali ya kesho ambapo mnyama Simba yupo ugenini dhidi ya RS Berkane. Mbele yangu hapa nipo na mchambuzi wa kandanda, si mwingine bali ni Saidi Champion. Maneno yamekuwa ni mengi baada ya tetesi ama taarifa kuenea katika maeneo mbalimbali kwamba mchezo wa finali ya pili kwenda kupelekwa Zanzibar. Simba kesho na kibarua dhidi ya RS Berkane. Utakuwa ni mchezo aina gani? Nje ya uwanja mashabiki wamehamaki kidogo. Kikubwa kwanza ndani ya uwanja. Ukienda nje ya uwanja itakuwa kama umetoka out of game kabisa, kwa sababu Simba wanahitaji mechi kweli. Mechi ya kwanza ni maana yake kupata kwa sare au kutokuruhusu magoli mengi, kwao itakuwa nafuu zaidi kuliko hata wakianza kufikiria wanacheza wapi. Waanze kui set game katika akili, mwili na katikati ya kiwanja ili waweze kupata game nzuri kabisa ya ushindani kwa Berkane, kwa sababu Berkane si wabaya, wapo katika race ya kugombea ubingwa. I think kama sio kuchukua kabisa. Kwa Simba Sports ni timu ambayo nayo tokea imejijenga kwa wakati mfupi, ile unaiona passion yao ya kupambania. Tunaona itaelekea mechi tamu, lakini kwa hiki kinachoendelea kwa sasa kisiingie katika vichwa vya wachezaji. Vibaki huko kwa mashabiki ili wao wachezaji waweze kutoa game nzuri na ya kupendeza. Katika pitch inaenda kuwa ni mchezo aina gani? Mchezo wa kimbinu sana? Yes. Mbinu itakuwa ya kutosha, kwa sababu Fadru nafikiri unaelewa ni kiasi gani anaweza approach game kwa ufasaha kabisa, especially katika sehemu ya katikati ya kiwanja. Juu unaona muunganiko mzuri wa Elia Mpanzu, Kip Dennis, either Kaya Teba au Mukwala. Jean Charles Ahoua ana connect vizuri katika kiungo chake cha juu. Kwa chini Kagoma Ngoma wameweza kumaintain ile double pivot nzuri, wanaweza wakapanda na kushuka, wakaidominate game vizuri. Berkane ni timu bora na nzuri mpaka inaingia finali, sio kwa bahati mbaya. Especially katika kila timu inayokutana nayo nyumbani kwao, I think kakoswa ndogo ni goli 3, goli 4 mpaka 5. So Simba anatakiwa ingie kwa discipline kubwa ya kuamini anayecheza naye si mtu wa kawaida, kwa sababu watatamani dakika 15 za mwanzo kuzimaliza mchezo. Kwa Simba nao wataingia kwa dakika 15 kuweza kudominate game ili asiweze kufungwa. Hii ndio inaweza kupelekea kutoa mkondo wa pili utaenda kuamua nini kwa Simba Sports. Namna ambavyo ukiwatazama wachezaji wengi wa Simba safari hii wameonekana wakilihitaji kombe. Tuliweza kumsikia Fabrice Ngoma ambaye tayari ameshawahi kucheza katika hatua kama hii ya finali. Wachezaji wanaamini kwamba safari hii wanalibakisha kombe katika ardhi ya Tanzania. Ukiwatazama mchezaji mmoja mmoja wa Simba, wana uwezo huo wa kuamua matokeo wakiwa ugenini? Yes, kwanza actually kwa Ngoma ni experienced player ambaye tunajua tokea IC Vita anaenda kucheza Uarabuni, anarudi mpaka anakuja Simba Sports. Tunajua ni kiasi gani jinsi anavyoperform na jinsi anavyocheza. Kuwa na passion, cause kwanza yeye ni kama leader, ni mkubwa katika kikosi. Same age ya Shomari na ya Shabalala pia. Ni wachezaji ambao ni wakongwe, wazoefu, wamecheza michuano hii kwa muda mrefu na wanajua ni kiasi gani ya kucheza finali. Kukienda kwa wachezaji wengine ndio finali zao za kwanza wanaingia, pia watakuwa na kitu cha ziada cha kujifunza na cha kujivunia pia. Kujivunia ni kuitoa ndo yenyewe. Cha kujifunza ni hali gani utaenda kusikiliza maelezo mazuri ya mwalimu na anataka kitu gani ili uweze kuimaliza mechi. Kwa kile anachokisema Ngoma, ana uwezo kuwaingiza na wenzie katika vichwa vyao ile mentality ya ubingwa na wakapambana na kulipambania kombe na likabaki ndani ya Tanzania. Hapo umezungumzia safu ya ushambuliaji ya Berkane kwamba wana washambuliaji hatari na wahasi wakiwa katika uwanja wao wa nyumbani wanakufunga nyingi. Katika michezo miwili ya ligi kuu Tanzania bara tumeona Simba wakiruhusu mabao. Kuna kibarua kizito katika safu ya ulinzi ya Simba katika mchezo wa kesho? Sio kwa kesho tu. Inahitajia Simba kila siku ambazo zinazozidi kwenda inatakiwa iboreshe sehemu yao ya ulinzi. Weakness hizo ni zote katika kuanzia kwenye makundi mpaka Simba ilipofikia. Kuna madhaifu hayo ya mistake za mchezaji mmoja mmoja.
kuanzia mechi ya kwanza mpaka hii finali. Ukiangalia jinsi Simba walivyoweza kwenda kuiendea hiyo michezo yote waliocheza, unaona makosa ya mchezaji mmoja mmoja, hizo atatoa goalkeeper au hizo atatoa mchezaji. Kwa hii nafasi naamini Fadlu atakuwa ameiangalia vizuri. Mechi mbili za mwisho zimeonyesha Ping Kamala kama yuko tayari kucheza. Unaona kabisa mwili hauko comfortable. Lakini kwa kuamini ni finali, wachezaji kila mtu atajua kwamba ni mechi ya design gani na inatakiwa iperform vipi. Ana kitu extra cha kuwafanya mabeki wake wawe kujiamini kupitiliza kusikuwepo au kutokuwa katika mchezo. Hiyo ndio changamoto. Shamalon Fondo amerudi. Namuona Shamu Kalabwe performance yake iko vizuri. Hamza bila shaka tunaweza tukaona rotation au tusione rotation, tukaona kabaki yule Shamu Kalabwe au akaingia Shamalon, lakini sioni, ni asilimia chache ya Shamalon kuingia kwa mechi kama finali, na Shamu amefanya vizuri. Kwa hiyo matarajio yatakuwa makubwa kwa wana Simba. Mwalimu atafanya kazi yake vizuri na wachezaji wataperform. Katika michezo ya kuanzia hatua ya makundi tumemwona Simba akiwa anafunga goli katika mechi za ugenini. Washambuliaji wa Simba kuna Steven Dese Mukwala ambaye katika mechi za hivi karibuni tumemwona akifunga na amekuwa akiperform vizuri, lakini pia kuna Lionel Ateba. Sio kazi yako kupanga kikosi, lakini kama mchambuzi unamwona mwalimu Fadlu Davis akiendelea na Steven Dese Mukwala ambaye amekuwa akimpatia matokeo mazuri, ama unamwona akienda na Ateba ambaye watu wengi wanasema akianza katika mechi za ugenini anakuwa na msaada mkubwa na timu? Kwanza mechi inahitaji mtu akimbie. Mechi ya kesho haihitaji mtu atembee. Anahitaji mtu muda mwingi wa kukimbia zaidi ya kilomita 14 ndani ya uwanja. Ukitegea hata kidogo maana yake inaweza kawa imekula kwako. Kwa striker Simba anahitaji kwenda naye ni Dese Mukwala, kwa sababu yeye ana uwezo wa kukaba, kukimbia engo ya juu yote. Hiyo ndio itakuwa kwa favor, kwa sababu naamini Simba ataingia kama mtu wa pili. Hataweza kuingia direct akaenda akafunguke. Ataingia kama mtu wa pili ambaye anaweza akabaki chini na akamruhusu Belkane acheze. Lakini kwa kutegemea kwamba Steven Dese Mukwala anaweza akawa mtu wa kwanza kwenda kukaba. Hiyo ndo favorite namba moja ya Dese Mukwala. Favorite ya Leon Mbede Ateba ni ambayo ukiwa game inahitaji tushambulie muda mrefu, ni mzuri kwa kuwa ana uwezo wa kusit na akabaki juu peke yake, akahold mipira na mkasogea mkaconnect. Hicho ndo kitu kizuri kwangu. Jinsi ambavyo anavyotaka mwalimu kwenda na plan, kama ataenda kukaa chini ili kuweza kushambulia kwa counter attack, ataanza na Mukwala, na kama ataenda kufunguka ili kucheza game ya open, ataanza na Ateba. RS Belkane wana madhaifu gani ambapo Simba wanaweza kufaidika nao katika mchezo wa kesho? Ni cha kwanza ni wao wenyewe ile combination. Belkane ni wazuri sana wakiwa wanatoka chini kuelekea juu. Zile space za katikati ya uwanja, na ndio maana unakuta Belkane hata akifunga goli 4 ataruhusu bao na yeye pia. Kuna zile space anazoziacha wazi. Kwa fullback namba 2 ni mzuri ku overlap akienda juu, ila kurudi nyuma kutokana na Leon Steven Dese Mukwala. Huku kuna Jean Charles Ahoua wana uwezo wa kuzipiga zile pasi fupi kuelekea katika mianya iliyokuwa wazi. So ni finali, kila mtu anakuwa anaangalia mpinzani wake, ubora wake uko wapi. Nafikiri mwalimu wa Simba yeye atakuwa ameangalia katika upande wake Belkane ni wazuri kwenye sehemu gani na akafanyia kazi. Kwangu sioni madhaifu mengi sana kwa Belkane. Japo ni kuachia hizi space ndogo. Maana yake unapokuwa unatoka lazima uache space. Timu ikiweza kuperform kwa uhali ile tokea game inaanza, basi tunaweza tukaona kitu extra baadaye kila game inavyozidi kwenda Belkane. Elie Mpanzu, kila shabiki wa Simba hivi sasa ukimsikia lazima amtaje kuelekea katika mechi ya kesho. Unamuonaje Saidi? Natumai ustadi mkubwa wa mwalimu wa Belkane atakuwa ameufanya kwa Elie Mpanzu, kwa kuona ni mchezaji huyu ana uhatari wa kiasi gani. Kama sisi tunamuona ni bora, maana yake hata wao pia wanajua ubora wake na uhatari wake. So naamini kama atakuwa hatopewa room kubwa ya kukimbia, basi Mpanzu anaweza kukabika vizuri. Kama atapewa space ya kukimbia, basi ana uwezo wa kuzitafuna zile space na kutoa hatari kama ambavyo nilikuwa nasema. Hiyo ndio changamoto ya Belkane, kuziacha zile space. Na kama atapata runner mzuri wa kuweza kukimbia zile space, basi matumaini makubwa kwa Elie Mpanzu na Kibu Denis kuwasumbua safu ya Belkane. Madhaifu ya Simba ni yapi wayazingatie kuelekea katika mchezo wao wa kesho?
backline na center half. Shomari Kapombe na Shabalala kuachia hizi space ambazo wanapoenda kushambulia na kuacha space wazi. Donald Ngoma na Kagoma watakuwa na space kubwa ya kwenda kuziba nafasi zilizokuwepo. Makosa ya mchezaji mmoja mmoja, Shamu Kalabwaye, Hamza na Shomari, ambao kila mmoja aliweza kutengeneza makosa yake kwa wakati wake. Ping Kamala akiwa analiacha goli kwa muda mrefu na kupiga mashuti ya kustukiza huwa yanaingia. Hiyo ndio ya kuifanyia kazi. Tatizo ni hapa katika backline hadi kwa goalkeeper. Wakiweza kujimonitor vizuri, wana uwezo wa kwenda kutoa game nzuri kabisa na ya kupendeza. Mechi ya kesho na mabao? Exactly. Mechi na mabao. Yana mabao si chini ya mawili. Si chini ya mawili. Yes. Wanafungana, mmoja anafungwa. Kutokana na timu zote mbili, huwezi kusema nani anaweza akafungwa au asifungwe. Kwa sababu Simba imeruhusu magoli 5 katika michuano ile. Berkane imeruhusu magoli 3. Kwa hiyo unaona uwiano wao mzuri wa kukaba. Kwa hiyo inawezekana ikapelekea bila ya moja au chochote kinaweza kikatokea. Unamwona mnyama akitakata ugenini? Inaweza ikatokea, lakini sare inaweza ikawa sawa. Matokeo yoyote yanaweza kumbeba mnyama? Yes, na ndio maana analia kwa Mkapa. Umekuwa ni mjadala mkubwa. Exactly, lazima. Na ndio maana mnyama analia kwa Mkapa, kaamini kwamba akipata sare anaweza akapata matokeo kwa Mkapa. Mjadala ambao unaendelea kwamba mechi ya pili huenda ikapigwa New Amani Complex, inaweza kumtoa Simba mchezoni? Hapana, bali watakuwa na taarifa za uhakika tena za kutosha. Kuanzia benchi la ufundi mpaka wachezaji hadi uongozi. Ina taarifa za msingi tena za umuhimu kuwapelekea wachezaji wao ili kujua kwamba mechi inayofuata ni ipo kwa Mkapa au ipo Zanzibar. Kwa hiyo naamini majibu sahihi wanayo. Kuna watu wameshangilia bwana. Kiona mwenzio anaunguliwa wewe kwako sinema. Naumiza. Huo ndio ubaya ubwela bwana. Umewakamata. Ndio inavyokuwa hivyo. Ukipoona panapokuwa pabichi pana kidonda, shindilia msumari. Unaona dalili zozote za mechi kurejeshwa tena katika dimba la Benjamin Mkapa? Tunaona viongozi wa Simba wanafanya juhudi za waziwazi kutaka mechi yao irudi nyumbani. Inawezekana pia. Pia inawezekana. Kwa sababu hakuna kinachoshindikana chini ya jua. Naamini katika fitna na figisu. Kama zitakuwepo ni kidogo tu, labda kwa huyu pacha mwingine. Lakini kwa vingine sioni. Mnyama kahujumiwa nyumbani? Haiwezekani. Sasa pacha gani? Ubaya ubwela. Shukrani sana Said. Nakubali sana.